Kilimo bora huanza na wakulima kwa kupokea mafunzo mwafaka. Kaunti ni ya Kisumu ambapo tunashuhudia kongamano la wakulima ambao wametoka katika majimbo ya Kakamega, Bungoma na Siaya. Wakulima hawa tayari wamepata mafunzo mwafaka katika kilimo endelevu ili kuweza kuangamiza baa la njaa. Naitwa Boniface Mutunga kutoka kaunti ya Kisumu. Kilimo kikiwa ni uti wa mgongo katika taifa la Kenya katika sekta ya uchumi na pia maendeleo. Wanafunzi katika kongamano hili la kilimo hawajaachwa nyuma. Tamba nasi mpaka tamati ili uweze kujionea jinsi wakulima wanavyopata mafunzo. Hawa ndio watu wa maana kabisa. Hatungekuwa hapa isingekuwa si wale wakulima. Hii ni washa ya wakulima na washikadau mbalimbali wakitambua kwamba bega kwa bega tunasonga mbele pamoja na kuwa na siku zijazo zenye wingi wa maarifa ya kilimo na chakula tele. Basi kongamano hili madhumuni yake ni kuwahamasisha wakulima katika maeneo ya Kakamega, Siaya na Bungoma waendelee kuzingatia mambo ambayo wamefunzwa kwa takribani miaka 4 sasa. Madhumuni ya kuendeleza mradi huu katika haya maeneo ni kwamba tuligundua kwamba ingawaje maeneo haya ni mazuri sana kwa kilimo, lakini kuna changamoto ambazo wakulima wanapitia. Kwa mfano, wakulima wana shida kubwa kuweza kuuza mazao yao, wana shida kubwa kuweza kuendeleza kilimo chao katika hali ya anga ambayo inabadilika kila wakati, na pia wako na shida wakati ambapo inafikia kwamba hawana uwezo ama ujumbe kamilifu wa kuendeleza hiki kilimo. Kwa hivyo ilibidi tuweze kuendeleza huu mradi ili tuhakikishe kwamba wakulima wameweza kutumia rasilimali walizo nazo vizuri ili wahakikishe kwamba wameimarisha kilimo, wameweza kuzalisha kwa wingi na pia kwa ubora. Matatizo mengi ya ukosaji wa chakula katika nchi huanza na tatizo la ukosaji uzalishaji wa kutosha katika jamii. Ndiyo maana familia zaidi ya 6,000 katika maeneo haya ya Kakamega, Siaya na Bungoma yalishirikishwa katika mradi huu wa majaribio. Kama jamii haiwezi kuzalisha chakula ambao inaweza kuwatosheleza kwa muda wa mwaka mzima, then tutakuwa na shida ya njaa na hatutaweza kuendeleza kilimo ambacho kitasaidia kila mtu aweze kupata chakula, kama vile constitution yetu inavyosema kwamba tuhakikishe kwamba ni haki kwa kila mtu kupata kilimo. Kwa hivyo tulihakikisha kwamba tuweze kuwashirikisha wakulima ambao wana mashamba yao ingawaje madogo na hawana elimu, lakini wakipata elimu wana uwezo wa kuendeleza kilimo kiweze kuwasaidia waweze kuzalisha kwa wingi na pia hata waweze kuuza. Mradi huu unahimiza sana wakulima waweze kulima kwa njia ambazo zinaweza kulenga kilimo bora ambacho kinaweza kufanyika hata wakati ambapo mazingira, hali ya anga imebadilika. Kwa mfano, kuna wakati ambapo maeneo ya magharibi mvua itanyesha nyingi, itaweza kuharibu mimea. Wakati mwingine mvua pia itakosekana, mimea bado inaharibika. Kwa hiyo tunawafundisha mbinu ambazo wanaweza tekeleza hiki kilimo hata wakati mazingira yanabadilika, wanaweza kuhakikisha kwamba wamezalisha. Hata wakati mwingine tunawafundisha kuhusu jinsi ya kuchagua mimea na mifugo ambao wanawezalisha katika jamii zao, hakikisha kwamba hata mazingira yakibadilika, mvua ikipotea, hali ya anga ikibadilika, hali ya hewa na hata mazingira yakiwa magumu, bado wanaweza endeleza tu kilimo chao na kuweza kufaidika na yale ambayo wanatekeleza katika jamii yao. Basi kwa mwongozo na mafunzo mwafaka, sio wakulima tu walionufaika bali pia washikadau, kwa kuona kwamba wametimiza malengo yao ya kushirikisha wakulima na jamii kwa ujumla. Kivipi? Akiwa mtaalamu wa vyakula, Daktari Gwandemba anatusimulia. Tulipowapata ilikuwa shida hata kuweza kulisha jamii. Katika maeneo ya magharibi mwa Kenya tunajua kwamba familia ina watu karibu 6 ama zaidi. Na tulipata kwamba chakula katika jamii baada ya kama miezi 2 ama 3, jamii itakuwa haina chakula. Lakini kufikia sasa hivi tumepata kwamba jamii inaweza kujilisha, kujitosheleza na pia hata kuuza chakula kingine ambacho kimesalia baada ya kuweza kutosheleza mahitaji yao ya jamii. Kile nimeonelea tumeweza kufaulu zaidi katika huu mradi. Jambo la kwanza, tumeweza kupunguza uharibifu wa chakula. Kwa sababu tunajua kwamba wakati mwingine wakulima wanazalisha kwa wingi, lakini inapata kwamba hawezi kuweka hiki chakula vizuri ili kuweze kuwepo hata wakati ule ambapo hawazalishi. Jambo lingine ambalo tumeweza kugundua kwamba ni lishe bora kwa mifugo inaweza kuwasaidia waweze kuzalisha kwa wingi. Na jambo la mwisho ambalo ningeweza kusema kwamba wakulima wetu wadogo wanahitaji tu elimu kuelewa mbinu za kuzalisha kwa wingi na kwa ubora. Haya mambo ambayo tumetekeleza, na tunaona kwamba hata wakulima ambao wako na ekari ndogo ya mashamba wameweza kujitosheleza kwa kuweza kuzalisha kwa wingi na kwa ubora. Kwa hivyo haya ni baadhi ya manufaa ambayo tumeona katika mradi huu wetu ambao tumeendeleza kwa takriban miaka 3. Si wakulima tu, wanafunzi wakiwa sehemu ya jamii na wakulima shupavu wa miaka ya hivi karibuni
walishirikishwa katika mradi huu wa kuangamiza janga la njaa nchini. Jambo ambalo tuligundua ni kwamba ili tuweze kuwashirikisha watoto ama wanafunzi katika hii miradi, kwa sababu ni kama kilimo katika maeneo ya magharibi kimeachiwa wazee ambao wamefikisha umri hata hawakustaafu, na ili tuweze kupunguza ile hali ya kwamba kilimo kinatekelezwa tu na wale watu ambao wana umri mkubwa, lazima tuanzie katika ile hali ya uchanga, watoto waweze kujishirikisha katika hiki kilimo. Na pia tuligundua kwamba ukiwa na lisho katika shule, tutaona kwamba watoto wataendelea kufundishwa, kukaa shuleni na kuweza kumaliza mafundisho. Kwa hivyo hii hali ya kuweza kushirikisha shule ni kwamba tuweze kuwasaidia, ili baadhi ya miradi na kilimo ambao tunatekeleza kwa shule itawasaidia waweze hata kupata chakula cha kuweka katika chakula chao cha mchana wakiwa kule shuleni. Na pia tuweze kuhakikisha kwamba ile sayansi ambao wanafunzi wanastahili waweze kuwezeshwa kuifanya kwa kuweza kuona na kuitekeleza wao wenyewe, wataweza kujifundisha kutoka kwa huu mradi. Kwa tulionelea ni vema kwamba tuweze kutoka katika probably mashamba na tuweze kuingia katika mashule, ili tuweze kuhakikisha kwamba wanafunzi pia wameelewa kwamba ni muhimu waweze kujua jinsi ya kutunza mifugo na pia kutunza mimea, na wakishajifundisha katika shule wanaweza kupeleka hii elimu katika familia zao na kusaidia hata wazazi wao. Wahenga hawakukosea waliposema umoja ni nguvu na utengano ni udhaifu. Ili wakulima wapate mbinu bora na za kisasa za kilimo na ufugaji kutoka kwa mashirika mbalimbali, sera ni muhimu ili kufanya kazi pamoja. Ndivyo Daktari Gwandemba alivyobaini. Lazima tufanye kazi na serikali ili tuweze kuunda sera ambazo zitaweza kusaidia wakulima waweze kuwa na njia ya kujifundisha jinsi ya kulima na kutekeleza kilimo bora. Jambo la pili ni kuhakikisha kwamba tusiendeleze miradi, hasa hii miradi ambao inatumia pesa ya wafadhili. Tusiendeleze miradi sisi peke yetu, bali tulete kila mtu pamoja. Lazima tuhakikisha kwamba hiki kilimo kinatekelezwa kulingana na misingi iliyoko katika maeneo ya ugatuzi, ili tuhakikishe kwamba tunahusisha kila mtu ambaye ako katika hilo eneo. Tuweze kuwatambua washirikishi wengine ambao wanaendeleza miradi ya kilimo katika haya maeneo, ili tuweze kufanya kazi pamoja, ili tusije tukafanya duplication. Yale mambo tunafanya tuweze kuangazia kwamba watu wengine je, wanafanya kama sisi, na tuweze kujiunga pamoja, tuweze kujishirikisha na tuweze kuangalia kwamba tunajua tunafanya nini. Jambo la mwisho ni kwamba lazima hii miradi tuweze kujulisha serikali, ili waweze kuweka miradi yetu na hata zile rasilimali ambazo mashirika kama sisi yanaleta katika haya maeneo ya ugatuzi, tuwaambie ndio waweze kuweka hizi rasilimali katika mipangilio yao. Hizo County Integrated Development Plan ziweze kujua kwamba kuna ongezeko ya rasilimali ambayo inatoka kwa development partners kama sisi, ili waweze kupanga wakijua kwamba si rasilimali za serikali peke yake, bali hata rasilimali za mashirika kama sisi yanaweza kuongezea, ili tuweze kuhakikisha kwamba tumefikia kila mtu na tumesaidia kuimarisha kilimo katika gatuzi zote za Kenya. Bwana Vincent na mke wake ni mmoja wa wakulima katika eneo la Siaya ambao wanajivunia mafunzo ya kilimo bora. Naye alivumbua kifaa hiki kinachotumia miale ya jua ili kurahisisha kazi yake shambani. Hii ni kifaa cha kunyanyia maji. Inaweza kuwa kutoka kwa ziwa, mto. Sasa mkulima akiwa na hii kifaa unaipeleka, inaweza songa, unaweza endesha kama wheelbarrow, unaenda unaiunganisha, inanyanya maji ukipeleka kwa tanga. Sasa itakusaidia kwa ukulima, kwa sababu unapata kuna wakulima wako karibu na maji, lakini kutoa hiyo maji hapo mpaka kwa shamba huwa ni kazi ngumu kwao. Sasa hii kifaa inarahisishia mkulima kazi ya kuvuta maji na inaleta maji karibu na shamba. Sasa iko na uwezo wa kupeleka maji mita 20 kuenda juu, na kama inaenda urefu inaweza enda kilomita 1 na mita zingine. Sasa hii kifaa inasaidia wakulima kupata maji na kufanyia ukulima ili wafanye biashara ya ukulima. Na hii kifaa pia usipotumia kuvuta maji, unaweza tumia pia kucharge battery na unaweka mwangaza kwa nyumba. So utapata unaua ndege wawili na mawe moja. Sasa hii kifaa ni kifaa nzuri, tunaitengeneza, tunauzia wakulima na tunapata mapato pia. Mimi ni mkulima hapa Siaya, na hapa Siaya tulikuwa na mradi ya Sast Farm Project. Ukija hapa Siaya County, unapatikana Bondo Sub County, North Sakwa Ward, na ukija North Sakwa Ward, unapatikana Barachando Sub Location. Kwa hiyo inaitwa Majiwa Village.
Apart from kuwa mkulima, mimi ni technician. Natengeneza bidhaa ambazo zinatumia miale ya jua kurahisishia wakulima kazi. Hiyo pia ni njia moja yenye napata nayo mapato yangu ya kila siku. Hii kifaa inawasaidia wakulima kuvuta maji mahali maji iko, inaweza kuwa kwa ziwa, mto, kupeleka maji kwa tank, baadaye watatumia hiyo maji kufanyia ukulima. Na inarahisishia wakulima kazi. Saa ile kazi yenye mkulima angekuwa nayo ya kuvuta maji, hii kifaa ndio inamfanyia. So wakati inavuta maji anaweza kuwa anapalilia, anaweza kuwa anavuna, anaweza kuwa anauzia wateja bidhaa zile ziko kwa shamba yake. Wametufunza pia kupanda mboga za kienyeji za tofauti tofauti ili tukue na chakula kwa nyumba, na tukisha kuwa na chakula kwa nyumba tunauza mboga, tunapata pesa kujisaidia kunufaisha zile mahitaji zetu za kifedha. Na hiyo mradi pia imefanya tukatembea, tumeenda kwa maonesho ya wakulima kujifunza zaidi jinsi wakulima wengine pia wanafanya kazi ya ukulima. Imekuwa na manufaa nyingi sana kwa sisi kama wakulima wa eneo hii, na tumefurahia kuwa kwa hiyo mradi wakulima wamepata bidhaa za ukulima kama jembe, tumepata marex, zile vitu zinasaidia wakulima shambani. Tunarudisha shukrani kwa mradi kuja Siaya County. Si Bwana Vincent tu na mkewe wenye tabasamu. Bwana Pius na mkewe wana shukrani nyingi kutokana na mafunzo bora ya ufugaji, kwani kutoka kwa ng'ombe wanapata samadi ya shambani na pia biogas ya kupika. Haya ndio wanajivunia. Sasa nimewakaribisha hapa muone vile napika, na hiyo biogas yenye mmeona nje kutumika ni rahisi sana. Inatumika safi, haichafui masufuria. Vile uliosha sufuria yako ndio vile utapika. Haitachafuka hata kidogo. Sasa unawasha hivi, unachukua kiberiti, unawasha hivi. Waka vizuri sana. Haina moshi hata kidogo. Inachemsha hata mahindi, hata maragwe, kila kitu. Weka tu maji, itakuwa safi kabisa. Hii hata nikitoka nikuje hata usiku sina wasiwasi ya kuni. Nachukua tu gasi, nachukua sufuria yangu, naweka maji, napika chenye nataka kupika. Hivyo tu. Naweza kuwaka 2 safari moja. Kuna ingine pia ya kupika githeri. Haishomi. Sinaona. Hiyo moto ya kupika githeri. Hii inapika githeri. Hatujaiset tu, lakini tukitaka kutumia tunaiset. Ni sawa kabisa. Hata ukishika hiyo moto, huwezi kuamini ni moto ya kutoka kwa samadi ya ng'ombe. Ni safi sana. Kuzima unatani tu hii nini. Unatani tu hivi na inazimika. Na sijaiweka full. Sijaiweka full. Sasa unaona vile iko, hiyo inawaka, hii pia inawaka. Mtazamaji, umesikia kutoka kwake Bwana Vincent ambaye anatumia uvumbuzi huu ambao unatumia kawi kutoka kwa miale ya jua ili kuweza kupata maji shambani, na hivyo wakati ule ule unapata kuongeza mapato yako na pia chakula kwenye meza.